So the next thing is we move to the doors and the gears. So the doors, you basically want, the structures in your room to be connected. They are in design, what tunasema kuwa we have about 3 types of openings: doors, windows, and ventilations for our house. So far we've done windows, so we go to the doors. And whenever you click on the Akika doors again, you will be able to see a lot of things that it comes with. So it is you who is supposed to play around with it. Sometimes ukichora tu time unajuanga nini inafanyika. So kama hapo tunaweza taka tuweke hapa door ya kukuja huku. Bidhaa hapa pia tulikuwa na window, so let's do the window. Bado kumbuka hiyo window yetu iko active. Yenye vile tulikuwa tumeset. So hapa naweza basi nifanye 24. Yuko sawa, but nataka basically window ya bring lighting. Alafu hapa pia tulikuwa na kitchen, so tulikuwa bado na window. Tulikuwa na window somewhere. Window cha nifanye 24. Alafu kwa window ya choo, kumbuka si window ya choo, hii ni window ya kitchen. Kumbuka kuna sink inakuanga 90, inasimamanga mpaka kitu 950 hapo. So basically unataka hiyo dirisha ianzie penye sink inaanzia, ndio hiyo dirisha. Penye sink inaishia kupanda juu, ndio dirisha inafaa ianzie hapo. So hapa nikikuja niseme diro yangu ianzie kitu 900 ama tuseme 950, but unaweza just later on wakati tuta place sink hapo 950 ama acha tuseme 1000 kumeke sababu iko rahisi. Tukitaka kufika 21 na maisha tunabaki na 1100 plus 1000 na kuja 2100. Sikuwa tumesema tuna make sure windows zetu zote ziko at the same level. So nikikuja kwa doors na double click kwa doors. Alafu pia nitumie tu doors za kawaida. Sema door 24. Door 24 ndio hii. Unaweza chagua hii unataka yenye inakupendeza kwa macho. Sasa mimi naenda na door 24. Nataka leave. Ukiklik kwa Tuko hapo, ukiklik na kuja pona click kwa hinged door settings. Alafu itakuletea, una click arrow itakuletea pia different settings. So mimi nakuja kwa hii ya grid door leaf na choose, unaweza chagua grid kama unataka. Alafu mwenyewe utaset hizo box kama vile tumekuwa tuna set kwa leaf, but sasa nataka ya inatunga prairie style ama sijui ni prairie ama hiyo style. Ukichagua hii style kama hizi ni fit kwa interior, and of course kila door by the iko na hizo vitu. At times usikwenge pia unajiuliza hapo na door yangu ika hivyo. Kila door hapa kwa Akika ukikuja ukiclick utapata iko na settings different. Unaona kwa mfano tukiclick door kama hii unakuja unapata iko na styles different. Tukiclick door kama hii utakuja unapata iko na styles different. Kila door tu hapa iko na styles different. Tukiclick kama hii utakuja unapata iko na styles different. So sometimes niwe tu kama hii mimi prefer kutumia hii style kwa hii na hii, hata hizi especially hizi na hizi ni fit kama kwa offices na nini, na pia exterior, mlango exterior unaweza tumia kama hizi pia ziko sawa. But so far nilikuwa nataka kwenda na door 24. In your case hiyo inamaanisha ni door 19, door 23, door 22. So nikikuja door nataka kuchagua hii. Alafu naweza fanyia settings zingine zenye nataka. Sije nifanye baadaye. Nitafanya baadaye. So nikiclick okay, naweza kuja nika place hapa kama door. So utachagua vile unataka iende. Hii nataka iende hivi. Na basically ni door yenye nataka initoe huko kwa. So nakumbuka tuko na hii hapa hivi. Hii ni kitchen. So hii door nataka itakuwa inatuleta kwa kitchen. Na nini? So hata ingekuwa fit tu pia tungeset kwa vitu za white ndio is to mess sana. Kufanya hivyo na kuja kwa model attributes. Alafu hapa hii ni change. So ingine nilikuwa nimeset nimeweka anti-site yote. Then ikisonga mbele kuna casing. Iko na casing inside na outside. Casing nataka ni set ikuwe glossy white. So basically hizi vitu at times unapata tu unajirudia vitu same, na the more una draw the more like
kitu muhimu yenye mimi waambia msee ni make sure unafanya a lot of practice kama unataka vitu zistick. The more practice unafanya, the more to learn new things. Every time una draw unapatanga kuwa unasoma kitu mpya, ama sometimes tu unashika draw ya msee kwa net, so double click do tena. Wacha tu ni set hizi vitu ready. Tumesema tumechagua do 24. Tunakuja kwa hinged do settings. Tukija kwa tuna click ina, tunachagua model attributes na click hii ku make sure hizo ziko same. Nakuja na click kwa nachagua paint anthracite, alafu na click ya mbele niende kwa penye kuna casing nataka ni set ikuwe color ya white. So nilikuwa nasema sometimes ukienda net ukiona drawing haifanani na yako, unaweza google tu how to do this na kuna chance utapata hiyo kitu. Zinakuanga tu kwa net. So hapa nikuwe na do ifunguke hivyo, then hapa nikuwe na do amekuwa tu hapa. Hata inaweza kuwa katikati juu ya light, lakini juu ya kuutilize space vizuri chini yake hapa. Hapa tunaweza kuwa na do nyingine. Hata do ya kuja huku juu ilikuwa kama pantry, do ya kuja huku inaweza kuwa empty. So nimeclick hii do, nimeplace hii do. Hata do ya kuja hapa ifai kwa hivi. Nimeclick hii do hivi, nafanya control T na change hii do, naweza kuja nikatype hapa empty. Afu icheta empty already ndio hii, kuna kama hii hapa. Ama unaweza type tu hapa empty do itakam. Na set kwa ikae style ya empty. So tukae na style kama hiyo hapo hivyo. So far tunaona drawing yangu hata ikae, yani inaendelea kupendeza. So sometimes ni tu vile una play around na colors na nini. Alafu tuko na do nyingine hii side ya entrance. Kwa tunahitaji partition nyingine, nafanya click line, nafanya control shift plus D, alafu naweza leta hii to 1800 kitu hapo pare. Alafu hii acha ni movisha huku, nafanya control D na movisha window, then hii sasa naweza click hivi, nafanya hii na connect mpaka hapo, then hii sitaji, so naweza delete hivyo hiyo style, nafanya check sasa iko aje. So mimi hutumia line tool kucheck dimensions, nikitumia line tool kucheck ile nisiende nifanye nikisema okay. So line tool inajenga tuna check dimensions be faster. Chini reduce dimension ya hii iko 900. Afu hapa so hizo do za kutoka nje nilikuwa nimemalizana nazo. So nikikuja kwa design, double click kwa do, nichague kama do 24, lakini nataka double do 24. So unaweza click to double do 24 ndio ipate faster. Jivu naona ina take time, but ni vile pinya niko nafanya construction pole fulani ndio nimehamia hapo, hata sina meza kunafanya hizi vitu chini, so inafanya sipati nini nzuri ya kutype na kufanya nini. But meza natafuta meza na meza mrefu na meza mrefu mzuri na kiti ofisi, hizo zinakuanga fit kufanya hizi vitu. So hii double door making sure iko 1200, usipitishe 1200. 1500 inakuanga too big, so nifanya hivyo. Alafu pia naenda tu nikaiset kwa kama unaona nimetumia primary style, na click hapa na kuja kwa model attributes na click hii uniform, then nakuja na set zote zikuwe black anthracite. Alafu narudi kunaenda kwa casing. So hata ukiclick tu hapo itakuleta casing. Hii tulisema una left click hapa itakuletanga itebe yote. Kama unajua kitu iko wapi unaweza ichagua. Unaona tuko na casing inside, casing outside.
na hii model attributes ya casing. But kama hujui, unaweza clicking to hii arrow hivi. Hii pia kama sometimes uko na a lot of time, una click to arrow na zifikia, unachagua hapa mimi nataka glossy white hivyo. Alafu naweza kama nikaiplace kama hapa, so nataka line ya nje. Alafu hata ido yetu I think ifunguke hivi, wacha ifunguke hivi. Then hapa tutakuwa na kitu tu kama kiwindow kirefu kwenda juu. Hii room tu inakuwa empty tu. Watu wengine sometimes wanaita foyer, inakuwa tu empty kupanda juu, haina story. But huku tuko na window mbele, na hiyo ni njia ya ku bring in light na kusaidia kuongeza light kwa room. Kumbuka sasa hivi wanasema una design vitu zenye natural light iko mingi, so mtu ana rely kwa a lot of natural light na less kwa vitu za stima. Hiyo inakuwa kujengana vifiti. So hapa naweza introduce kama hii nimetumia empty do concept kama hii, of which pia mtu anaweza pata hapa nafasi ya kuhang viatu kama anataka. Then tukikama hapa tunaweza fanya design ya wacha nikuonyeshe tu. Nikisema kote mwingine nikisema, so natumia empty door. Kumbuka nilikuwa nimeselect empty door, na empty door yangu ndio hii rectangular whatever ndio hii yenye natumia empty door. So nikikuja kwa empty door is a place to somewhere anywhere na dai, alafu wacha ni refresh tu kidogo hivyo backup. Then nafanya control T juu nilikuwa nimesha select hiyo door, nataka ifike kwa 1800. Alafu nakuja na kwa window nataka empty again. So empty sijui kama na pronounce empty vizuri, pronunciation yangu haikuwa ngefiti sana, so but haijalishingi sana. So hapa nime click empty, then nafanya ya ellipse top window opening 24. Situmia arc, natumia ellipse. Na hii nataka ni change to 205, ama sometimes nitumia 215. Hii 205 inakuja okay. Na i-place tu, unaona venye tuko tumeplace hapa anywhere tu hapo hivyo. Alafu unaweza i-change, ni make sure imefika na 2100. Kumbuka hizo mambo tuko tumongelea juu 2100. So 1500 plus 300 ili tupate 2100, inamaanisha inafaa kwa 600 kutoka kwa ground. Sometimes ni kama unafanya vitu kama hizo, unasema ukijiuliza msana nini, unaweza endelea tu kufanya, then tone ina come out. At times ni vigumu ku explain vitu zingine, but the moment unafanya unaona zinatokelezea. So kama imetokelezea vibaya sana, but tunarudi tu na tuna adjust ikuje mpaka hapo, irudi mpaka hapo. Alafu nakumbuka hiyo dot tuko tumechora ya kwanza, click kwa hiyo na naimuvisha mpaka kwa wall hapo, naimuvisha mpaka kwa wall hapo. Kirudi kwa 3D tuna ni kitu manza kupendeza macho. So the only problem now ni kwa tulifanya ikakuwa kama huku ni mrefu sana, but I think umeona concept yenye tuna draw. So naweza leta hapo mwisho, simeni achi hapo, nafaa tu kitu kidogo kitu kama hiyo. Alafu pia I think hii ni rusukishe chini kidogo, ishuke chini. Iko juu sana, inafaa anzie 0. Inafaa anzie 0 ndio kwa 18 ya concept kama hiyo. Concept kama hiyo ndio tunataka. So kitu next of course tutakuja tuchore slab, but slab hata ni kitu unaweza jichorea tu saizi tukifika hapo juu ulikuwa ushajua kuchora. I think hata tumemalizana na ama bado kumbe,
lakini umeona hiyo concept vile imekam. So far hapa tunahitaji do. Hii ni sitting room. Kingia hivi in sitting room. Lakini hata sitting room haifai kwa hivi, but ni sawa. Kote sawa. Then so wacha tuendelee. Hapa nilikuwa nisha click empty door. So naitumia hiyo. Lakini hapa tutachange tuweke door ya kufungwa. Click hii ni chague hapa door nzuri. Nakumbuka kuna zile nilikuwa nimesema unaweza tumia kwa partitions vizuri. So tunaweza chagua one of those. Kama moja I think ilikuwa .24. Tunaweza kuja hapa tukachagua kama hii. Finya okay juu ni kwa toi. Alafu ukiwa hivi na sometimes unataka maybe mlango ilalia side yao kusilala hivi. Unaweza flip tu. Kuflip unafinya hii button. Unaona flip hapa? Una flip hivyo. Then kirudi hivyo unafinya control E ya kurotate. Unarudisha hivyo. Alafu sasa hapa naweza place hapa tu hii toilet seat, but hatujafika kwa objects. Then hapa naweza weka sink. Sana na watu mikono, kuja nafahamu maneno hapa makubwa na madogo. Kuja na mikono anaishia. Unatoka nje unaweza weka hapa viatu. Kutakuwa na diro mrefu hapa inaleta light. Hapa tuko na stain hapa juu, pia tuko na diro hapa. Hapa sasa pia tunahitaji door sasa. So hapa tunaweza sema tuko na door hapa. But acha ni change na hii maneno ya empty. Empty labda tuweke hapa. Hata kutaka unaweza weka empty ya hii design. Alafu click to do mzuri. Tumesema tutumie do equal to 24 na tuchague hii, tukuje tu place hapa hivyo. Then hapa tunaweza place hapa. Acha tu place hapa. Ili place unaweza weka maybe kitu, siko sure unaweza weka kitu. So hii ni bedroom, unakuja unafanya hapa maneno. Alafu hii ni ya kuja kitchen. Of course hii location hapa ndio ilikuwa location ya kutumia kama dining. So hata hapa tunaweza chukua hii design kama hii tu na tulete hapa. Unaona maneno. Hii design hapa tulete hapa juu. Unaenda kitchen. Siku hizi kitchen hata zikwangi, though kitchen ni kubwa. Siku hizi unapitanga nyingi watu wanataka ikuwe open. Sana kwambia ni ndiye open kitchen. So but wacha tu redo hii design tumefanya hapa. Sometimes unaweza beba, tunaona juu hii kitu iko already kwa wall. Nikiklik hii wall naweza kuja hapa kwa mfano nikakati na hii. Hii ni kati part. Alafu nikuje nichague hii ni drag si ilikuwa hii position. Alafu naweza rudisha hii hapa sasa. Si nimeileta hapa na click hapa tu juu. Nirudisha hapa. Alafu kupia na click hapa mwisho na irudisha hapa. After hivyo tutakuwa tumemalizana chap. Haraka aina baraka. So unaona hivyo ushamaliza uko na design. Ama niseme huku basi. Niseme maybe ndakuwa na ka fridge. Ka kwa hii base ya huku. So tuseme tufupishe huku. So niseme hii acha nirudisha hivi. Alafu hii kuna diro. Tuko na ni diro ama ni mlango. So kama leta bala kidogo, click mlango, click ndio tuirudishe pale fulani hapo. So pia of course ni vitu kidesign hizi concepts ukiwa na kitu in mind. So maybe mimi nilikuwa nafikiria juku ni kitchen, sema tuweke fridge location fulani kama hapo hivyo. Ili location yenye nisaki wa dining pia naweza chukua kitu kama ni juice ama maji.
ama maji. So iko fiti mpaka hapo. Next time acha tuchore slab, tutachora slab, then tushike hii kitu yote, tubebe tuweke kwa kiti ya juu ikoe kama story, alafu tuanze kuunda hizo mabalcony. Hizo mabalcony nilikuwa nakwambia zinakuja, ziko kwa different elevations. So yeah, tunaona vile tutacheza nazo.